Na uhaligani mtazamaji wa Akida TV, nukaribishe kwa moyo mkunjufu leo siku ya Ijumaa ya tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye habari za matukio yaliyotujiri hivi punde. Mtangazaji wako si mwingine, naitwa Bella MC Dar es Salaam. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, Mheshimiwa John Heche, alizungumza leo na waandishi wa habari kwenye ofisi ya chama cha Chadema kilichopo Mikocheni jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa makamu mwenyekiti huyo wa chama hicho cha Chadema, Mheshimiwa John Heche, alizungumza na kuwashutumu serikali baada ya kuwazuia viongozi wa chama hicho wakijaribu kwenda kusikiliza kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu. Samia, this is a message to you. Ungekuwa wewe umeshtakiwa, una makamu wako wa sira au unaumwa, let's say unaumwa, alafu Wasira azuiliwe kuja kukuona ukiwa unaumwa, how do you feel? Ungejisikiaje? Asije tu. Ninasoma Biblia inasema tuwaombee watu walioko magerezani na wanaoumwa. Kwa Biblia inatambua maeneo hayo mawili. Lissu yuko magereza kwa kesi kubwa ya uongo, ya treason. Na kila mara najaribu kulirudia hili jambo ili mlicomprehend. Hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Hiyo kesi inampelekea Lissu wakimconvict. Na kwa jinsi hii nchi inavyoendeshwa, they can do anything. Wakati huo pia katibu mkuu wa chama hicho Bara, Mheshimiwa John Mnyika, alizungumza na waandishi wa habari kupitia ofisi hizo za chama Mikocheni, akishutumu jeshi la polisi kujaribu kumzuia wakati alipokuwa akielekea Kisutu kwenda kusikiza kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Anatembea na gari ambayo ilikuwa ina nembo za chama. Inawezekana toka nikiwa Magomeni ilikishaonekana kwamba naelekea uelekeo huo. Kwa magari yalizuiwa ili polisi wapate wasaa wa kushuka kutoka kwenye magari yao bila kuruhusu foleni kwenda, pengine ningepita, washuke kwa miguu wateremke mpaka eneo la Jangwani, ambapo ndo wakakuta gari nilipokuepo. Na mimi nilichukulia kwamba si hali, kwa wakati huo niliona si hali tete sana. Kwa kiongozi wa polisi ambaye baadaye nikaja kubaini kwamba ni OCD wa Kariakoo, alipogonga kioo na kuniambia fungua, nikafungua kioo ili nisikilize kuna nini. Akaniambia fungua mlango. Kwa kuwa sikuwa wakati huo nahisi kwamba hali ni tete, pamoja na kuona askari, sikudhani kwamba askari wa Tanzania wanaweza kufanya vitendo vya kuvunjaji wa sheria vya kumzuia mwananchi kupita kwenye barabara kwa ajili ya kwenda mjini. Na hata kama ingekuwa wanajua kabisa naenda mahakamani, sikutarajia kama wangefanya uhalifu wa kunizuia kwenda mahakamani kabla hata sijafika mahakamani. Kwa nikafungua mlango. Nilipofungua mlango sasa, zikaanza kutumika nguvu za kunishusha kutoka kwenye gari. Mimi nikashuka. Niliposhuka tu, moja kwa moja ikatoka amri kwamba apelekwe kwenye gari. Kwa nikaanza kusukumwa. Pembeni kuna mabasi yamepaki ya mwendo kasi, watu wako pale, kasukumwa kwa nguvu sana. Nikatolewa kuanzia Jangwani pale katikati kwenye bonde, nikapandishwa juu mpaka kituo cha mafuta kilichoko eneo la fire pale upande wa kulia. Na nikaingizwa kwenye gari ya polisi ndani. Askari mmoja akiwa upande wangu wa kushoto, mwingine upande wa kulia, askari mwingine mbele, mwingine akaendesha gari, na moja kwa moja wakatoa amri kwamba hiyo gari iondoke. Huo makamu mwenyekiti wa CCM Taifa, Mheshimiwa Steven Wasira, alizungumza na wananchi wa mkoani Mara,
akishutumu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa kitendo kile walichokifanya hapo jana cha kwenda kujaribu kwenda kusikiliza kesi na mkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu. Kama unataka kuwa badala yetu, lazima uambie Watanzania wewe unafanya nini. Huwezi kujisemea tu muandamane, waandamane mwisho watavunja miguu. Hawezi kuandamana wakashiba. Unawatoa mashambani ili waandamane ili walale njaa, alafu iweje? Hamna kitu. Wakati fulani siasa za mikutano zilikuwa zimezuiwa. Zimeruhusiwa mwaka 2003, wametembea nchi nzima. Lakini hamna hoja. Hata nikiwauliza nyinyi, mnakumbuka mara ya mwisho walisema nini? Hamkumbuki. Hakuna cha kukumbuka. Ni watu wanapiga kelele, wanataka shari. Na sisi tunawaambia shari hapana. Amani ndio. Wakati huo katibu mkuu wa chama hicho CCM Taifa Emmanuel Nchimbi naye alitia neno kwenye mkutano huo. Kwa sisi viongozi wa CCM tunatambua wasia ule ni muhimu sana. Ndio maana hatuachi Chama cha Mapinduzi kiumbe. Hatuachi Chama cha Mapinduzi kipate matatizo ya kimuundo, ya kimfumo wala ya kiuongozi. Kwa sababu tunajua hayo yakitokea nchi itayumba. Nairobi. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Kenya ODM Edwin Sifuna alizungumza na waandishi wa habari kutokea nchini Kenya akiwaambia jinsi ya demokrasia ya nchini Tanzania jinsi ilivyokiukwa. Sababu lazima na sisi tuzirai mahakama zetu katika Afrika Mashariki kwamba kunapokuwa na udikteta katika serikali, sisi tunategemea kwamba mahakama zitasimama kwa haki na kusimama kwa wananchi. Kwa hivyo nataka ni rai wale ambao majaji ambao watashughulikia kesi hii waone kesi hii kwa kile ambacho ilicho, kwamba hii ni njama ya CCM pamoja na Mheshimiwa Suluhu kuhakikisha kwamba uchaguzi ambao unafanyika mwezi Oktoba hauwi huru na haki.